Sasa assignment yenyewe iko hivi. Ni vizuri wakati tunaendelea na haya mafundisho, kwa sababu ni mambo mengi ya kujifunza, sio rahisi kuyafanyia kazi yote kwa mara moja. Natakiwa twende kidogo kidogo ili pia upate muda wa kujifunza na kujaribisha kitu kimoja kimoja, iwe rahisi kuviingiza kwenye vitendo. Sasa wakati tukiendelea kujifunza kimoja kimoja, tutaanza na ratiba rahisi ya kupunguza au ya kufundisha mwili kuendana na mabadiliko tunaenda kuyaanza. Hasa kwenye kitabu ambacho nimewapatia, najua kuna wengine ambaye kukisoma kile cha Pungua Milele sehemu ya kwanza, nimekiweka kwenye sehemu ya resources. Unaweza ka download ukanacho kwenye simu ukawa unasoma. Kwenye ukurasa wa 81 utakutana na kitu nimeandika ratiba ya chakula siku 21. Sasa wakati tunaendelea na haya mafundisho, anza na hii ratiba iliyopo kwenye ukurasa wa 86 wa hichi kitabu. Download kwenye simu yako au kama ni kwenye kompyuta, alafu anza na hiyo ratiba. Hii ratiba tutaanza kuifuata kuanzia wiki ijayo. Kwa sasa hivi download kitabu, soma ile sehemu ya kuanzia sura ya 80, ukurasa wa 86. Alafu angalia hiyo ratiba niliyoiweka. Angalia kama kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvinunua, kama kuna vitu unatakiwa kuviandaa, ili ujiandae na kuifuatia ratiba kuanzia wiki ijayo. Hii ratiba sio compulsory, sio lazima uifuate kama ilivyo, lakini hii ni kama road map ambayo unaweza kaanza nayo. Na kama kuna challenge zozote, unaweza kaandika hapa kwenye sehemu ya comment, ama ukaandika kwenye group tukasaidiana jinsi ya kuendana. Usikae nacho kimya ukasema mimi siwezi, au kuna kitu kinakuia ugumu ukikaa kimya, inakuwa sio vizuri. Tuna hivyo, lakini baadaye kidogo kidogo tutakuwa tunaendelea kubadilisha mpaka utakuja kupata ratiba ya chakula ambayo wewe mwenyewe ndio inakupendeza na wewe mwenyewe ndio unaiweza. Na uzuri wa hii ratiba ya siku 21 ni kwa ajili ya kufanya detoxification, kuondoa makemikali sumu ambayo inaweza kuleta makelele kwenye mwili. Kwa hiyo fanya hii assignment, na wiki hii ndio deadline ya hii assignment. Wiki ijayo tunaanza vitendo. Kwa hiyo kama una changamoto, hakikisha kwamba unaniuliza kwenye group. Na ratiba yenyewe utaiona ipo kama hivi. Hapo mwanzo kuna maelezo, alafu chini kabisa huku utaona kuna maelekezo, na ratiba inaanza hapo siku ya kwanza. Kuna vitu vya kula siku ya pili, siku ya tatu, mpaka huku chini utaona kuna ratiba ya kila kitu na jinsi ya kuandaa, kama ni smoothie, kama ni nini, nimeziandika hapa chini. Kwa hiyo hakikisha kama una download na unaanza kuifanyia kazi, yani uisome ili ubaini challenges, na kama kuna vitu vya kuandaa uweze kuviandaa. Tutaonana kwenye video nyingine. Karibu sana.